Sasa kabla sijaenda kwenye mada, naomba nikupe hiki kisa kimoja cha bwana Bill Gates. Sasa Bill Gates yeye siku moja amewahi kuulizwa na ripota moja kwenye kongamano moja la Finance and Economic Conference. Akaulizwa hivi kwamba wewe ni mtu tajiri zaidi duniani. Je, unaweza kuruhusu binti yako aolewe na maskini? Kama wewe ni mtu tajiri zaidi duniani. Je, unaweza kuruhusu binti yako aolewe na maskini? Sasa alipoulizwa hilo swali, Bill Gates alikataa, akasema siwezi nikaruhusu. Sasa ngoja nikusomee majibu yake kama alivyoandika. Bill alijibu hivi: kwanza, utambue utajiri sio kuwa na akaunti inayopokea na kutoa pesa nyingi. Utajiri ni zaidi ya uwezo wa kutengeneza utajiri. Kwa mfano, mtu aliyeshinda bahati nasibu au kamari, huyo wala sio tajiri. Huyo ni mtu maskini mwenye pesa nyingi. 90% ya milionea walioshinda bahati nasibu baada ya miaka 5 wanakuwa maskini tena. Sasa akaendelea kusema kwamba lakini kuna matajiri wasio na pesa. Mfano, watu hao wengi ni wajasiriamali au tayari wapo kwenye njia ya utajiri hata kama hawana pesa, kwa sababu wanaendeleza fikra zao za kiuchumi na utajiri. Yaani kwa maana nyingine, Bwana Bill Gates anamaanisha kwamba kuna maskini wengi, kuna maskini wenye pesa nyingi, hapo pia kuna matajiri ambao hawana akili ya kiutajiri. Tuache na hiyo, turudi kwenye mada yetu kwamba kwa nini maskini wanaendelea kuwa maskini. Sasa kuna sababu ile nimeziextract, sio kwa experience yangu, hapana, lakini nimezichukua, nimezianalyze kutoka kwenye kitabu cha Psychology of Money. Sababu namba moja ambayo inawafanya maskini waendelee kuwa maskini ni kwamba watu hawajui kutofautisha kuonekana tajiri na kuwa tajiri. Unajua, utajiri kutokana na watu huwa ni expression ya nje. Mtu anaonekanaje? Mtu amejenga nyumba kubwa, mtu anamiliki gari nzuri, mtu anavaa nguo za bei, ni mtu wa safari vacation, tunasema kwa jinsi tunavyomwona huyu ni tajiri. Kwa hiyo tuna conclude kwamba huyu ni tajiri. Kwa hiyo maskini anavyoona mtu yule anaishi vile, atasema kumbe hata mimi siku nikiwa tajiri, nitakapotajirika nitakuwa naishi vile. Nitajenga nyumba kubwa, nitanunua gari kubwa, nitakuwa na safari naenda huku na kule, navaa mavazi ya bei. Sasa huo ni jinsi ambavyo unaonekana. Sasa kitu kama hicho kinampumbaza maskini. Kwa siku akiziangukia atafanya yale ambayo alikuwa anaona wale anaodai matajiri wakifanya. Baada ya siku nyingi anarudi chini. Hebu ngoja nikupe mfano. Ile hali ya kuonekana, ule utajiri wa kuonekana ndio vile vitu vinavyoonekana kwa macho, nyumba, mali, nini vile. Lakini ule sio utajiri halisia. Utajiri halisia ni yale yasiyoonekana kwa macho. Yaani uwekezaji, asset zako, mambo yako yote ambayo yanakufanya kipato chako kikue hata kama hayaonekani kwa macho. Huo ndio utajiri wenyewe. Yaani kwa lugha nyingine ni kwamba utajiri ni kile kisichoonekana. Yaani kile kisichoonekana ndio utajiri wako sasa. Kwa lugha nyingine na definition muhimu sana ya utajiri kwamba ni ule uwezo wa kuishi bila kazi yoyote. Yaani utajiri ni ile hali ya ule uwezo wa kuishi bila kufanya kazi yoyote. Kwa mfano, ikitokea leo kazi unayoifanya leo umeiacha au umeachishwa hiyo kazi ambayo unaifanya, sasa ule uwezo ambao utakuwa nao kuendelea kuishi vizuri kabla hujapata kazi nyingine, ndio utajiri wako. Yaani kwa mfano, si unafanya kazi au na biashara au na chochote kinachokuingizia kipato. Sasa leo kimekufa. Sasa ule uwezo wako wa kuendelea na maisha ya kawaida bila kuwa na kazi nyingine yote au bila kuwa na dili nyingine yoyote au bila kuwa na mchango wote, sasa ule ni utajiri wako. Na assessment muhimu, tunaweza kuchukulia mfano wa ile lockdown kwamba imepigwa marufuku kwamba mtu haruhusiwi kutoka kwenda kufanya utafutaji. Sasa ule uwezo wako wa kukaa ndani, kula, kunywa kwa muda gani, ile ndio ambayo inatamani utajiri wako. Sasa kwa lugha nyingine ni kwamba utajiri wa ukweli ni uwekezaji wenye kukua, ni uhuru wa kifedha na uwezo wa kuishi bila kazi yoyote. Sasa nikupe mfano mzuri.
kuna mtu A na mtu B. Sasa mtu A yeye tuseme yeye kipato chake ni milioni moja kwa mwezi, huenda ameajiriwa, huenda anafanya chochote, lakini mapato yake kwa mwezi ni milioni moja. Sasa amenunua gari la milioni 15 mkopo huo. Haya, amepanga nyumba kubwa nzuri ya bei, ana nini yani. Kwa hiyo mbele za watu ataonekana ase huyu yuko vizuri, huyu yuko vizuri. Sasa lakini mapato yake ya mwezi yanaishia kwenye matumizi, yani yanaishia kwenye kulipa madeni, kulipa mikopo pamoja na matumizi mengine makubwa, pango nini, kila kitu. Lakini mtu B yeye ana mshahara huo au ana kipato hicho cha milioni moja, lakini amenunua gari la milioni 5, amelipa cash. Labda amenunua gari na namba D, namba C, sawa, lakini amelipa cash. Halafu anaishi kwenye nyumba ya kawaida tu, amepanga nyumba ya kawaida. Halafu kuna akiba anaweka. Sasa mbele za watu ataonekana mtu wa kawaida, si ndio? Ataonekana mtu wa kawaida, lakini kuna kitu anakiaccumulate, hafu hana stress yote ya madeni. Kwa hiyo anaishi maisha halisia, lakini kuna kitu zaidi anakiaccumulate behind the scene, tofauti na yule ambaye anaonekana kwa watu yuko vizuri. Sasa huo sio utajiri. Kwa hiyo watu ambao ni maskini wataona kwamba lazima watavutiwa na yule ambaye anaonekana yuko vizuri mbele za watu, lakini ndani yake behind the scene ana suffer hatari, ana maumivu hatari. Hiyo ni sababu ya kwanza. Lakini sababu nyingine ya pili, maskini huwa tunahitaji mafanikio ya haraka. Maskini tunahitaji mafanikio ya haraka. Yaani hatuwezi kuinvest kwa kitu ambacho kitatupatia matokeo miaka ya mbali. Hapana. Sasa kuna familia imewahi kufanya kazi kwenye moja hivi ya wazungu. Sasa wao walikuwa na estates nyingi, mashamba makubwa. Wao wanafanya kilimo cha miti. Sasa kila mwezi wanaikaa matumizi zaidi ya milioni 50 kila mwezi. Lakini kiuhalisia mavuno yao au ile miti wataivuna baada ya miaka 50. Baada ya miaka 50 ndio ambapo wanatarajia kuvuna. Sasa ukiwa unaangalia kwamba hawa watu wanainvest pesa nyingi, wanafanya matumizi makubwa, wanalipa wafanyakazi, wanalipa mashine, matrekta, nini, mambo mengi, shughuli za kiofisi na kadhalika, lakini kwa kitu ambacho watavuna miaka 50 ijayo. Sasa unaweza kujiuliza, hivi hawa tunaisha kusema wazungu ni wazungu, sio kama sisi. Sasa sisi kufanya investment ambayo italeta matokeo makubwa hata miaka 5 au 10 ijayo, tunaona ni mtihani, ni kazi. Unaona, hatuwezi, tunashindwa. Hata kusema kwamba niwe na shamba la miti, nipande miti, kwamba hii miti baada ya miaka 5 au miaka 7, miaka 8 itakuwa ni asset kubwa sana. Tena unaona ni bali. Ni bora hata kitu ambacho atavuna msimu mmoja hivyo ndio na maisha. Umeona? Kwa sisi always maskini wanapenda mafanikio ya haraka, yani utajiri wa haraka ndio wanapenda. Hicho kitu ambacho kinafanya maskini waendelee kwa maskini. Wanaogopa zile huge investments ambazo zitaleta matokeo makubwa baada ya muda mrefu. Hawataki. Sasa pia sababu nyingine ambayo inafanya maskini waendelee kwa hivi ni kuishi maisha ya kila siku. Unapata pesa unatumia inaisha. Kesho tena unaamka unapata pesa unatumia inaisha. Kesho kutwa tena unaamka hivyo. Yaani tuna ile daily cycle. Sasa ile pale inatufanya tubaki pale tusipige hatua yoyote. Umeona? Sasa ndio pale ambapo unakuta ndio unapata mshahara, unatumia inaisha na subiri mwezi ujao. Unatumia inaisha na subiri mwezi ujao. Yaani cycle inakuwa ni ile cycle na ile. Kwa ile pale yani hauwezi ku move anyhow. Ni hapo. Lakini pia sababu nyingine ni maskini, watu ambao ni maskini wengi zaidi hutumia pesa kuwavutia watu. Yaani hutumia pesa kuwavutia watu wengine au kuishi kwa maoni ya watu wengine. Yaani kuna ile mtu anaishi na unahisia kwamba mimi watu watanionaje. Mfano mzuri unaweza kusema kwamba nenda kwa sababu umepanga kutoka na marafiki, si ndio? Au kwenda kwenye party au kokote au vacation popote. Sasa unaweza kusema kwamba sasa mimi naenda na nguo ya zamani, marafiki zangu watanionaje? Au mbona natumia simu ile leo, marafiki zangu wanabadilisha simu kila baada ya miezi 6 na simu mpya wanabadilisha. Mimi miaka yote na simu ile, watanionaje? Unaona concept kama hizo.
au mbona mimi narudia viatu au nguo, itaonekanaje? Unaona? Au watu wanaonizunguka mbona wao wanaishi wanajua na vile, mimi mbona niko hivi kila siku? Sasa hiyo inakudrag kufanya matumizi ambayo sio willing yako, lakini unafanya matumizi ambayo yatawafurahisha watu wengi. Unaona? Sasa hicho kitu kitakufanya uendelee kuwa pale pale, na ni kitu ambacho sio kizuri kwa kweli. Kwa ile kusema watu watasemaje, watu wanaonaje nikienda nikiwa hivi ile ina disturb accumulation yako, yani inakuwa ina disturb akiba yako au malengo yako, inakuwa disrupted na hizo feelings. Sawa? Haya. Kwa hiyo utajiri ni kutumia pesa kidogo kuliko unayoipata. Kwa utajiri ni kutumia pesa kidogo kuliko leo unayoipata. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Karibu kwenye analysis za vitabu vingine ambavyo nimeelezea kwenye video zingine. Asante sana. Kwa hiyo hapa ilikuwa ni psychology of money. Nimedrag concept kutoka kwenye psychology of money. Umeona kama ni kitu ambacho ni sensitive, uweze kukielezea independent ili at least watu waweze kufikiria kama whole concept. Asante sana.